Yes, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Karibu siku nyingine ya The Freedom Journey Porn and Masturbation Purge, safari ya wiki 6 ya hatua kwa hatua ambazo zinaweza kumsaidia mtu ambaye ni mrahibu wa kujichua na kutazama picha za ngono kuweza kuvuka na kuweza kutoka kwenye uteka na hilo shimo. Na tuko kwenye wiki ya pili sasa. Na wiki ya kwanza kama ambavyo nilisema jana ya kwamba tulikuwa tunaangazia upande wa kiroho wa pornografia na masturbation. Nakusihi katika jina la Yesu, in case haukufuatilia last week, naomba urudi ukasikilize hiyo series upya yote kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 7, na ndipo urudi kuja kwenye series ya wiki hii. Wiki hii tuna series ambayo inazungumza kwa habari ya mental detox. Tunashughulika na upande wa nafsi au upande wa akili kwenye kushughulika na nini na uraibu wa pornografia na masturbation. Na wiki hii tuna assignment. Na assignment yetu wenyewe ni kusoma kitabu cha mtumishi wa Mungu Pastor Skaka Chaura kinaitwa Kwa nini usinaswe kwenye shimo la kujichua na picha za ngono. Na utakisoma kimaliza, utatuandikia au utaniandikia inbox nini ambao umejifunza na hatua ambazo umekusudia kuzichukua kwa ajili ya kukusaidia kwamba usianguke tena kwenye pornografia na masturbation. Na siku ya jana tulikuwa tunaangazia kwa habari ya dopamine ambavyo inafanya kazi kwenye kumfanya mtu awe mtumwa au awe mfungwa wa utazamaji wa pornografia na masturbation. Na tuliangazia kwa upana tuliangazia dopamine ni nini na namna ambavyo inafanya kazi na namna gani ambavyo inaweza kumfanya mtu awe mraibu kwenye kujichua na kutazama picha za ngono. In case haukusikiliza, then rudi kwenye hiyo video kasikilize upya. Leo nitaendelea na hiyo dopamine, lakini nitaangalia kitu kidogo tu, then nitawapa wajibu wa kufanya kwenye siku ya leo na tutakuwa tumemaliza. Nataka kuonesha the real dangers of porn driven dopamine addiction. The real dangers of porn driven dopamine addiction. Madhara halisi ya hii dopamine ambayo inakuwa released kama matokeo ya utazamaji wa picha za ngono na kujichua. Nini ni madhara halisi ya hiki kitu? Unapotazama picha za ngono inavyoenda kuathiri eneo lako la ubongo kwa hii kitu cha dopamine. Madhara yake halisi ni hapa. Na nakwambia hivi makusudi ili uweze kujua namna gani ya kuweza kutoka. Madhara ya kwanza tunasema brain rewiring. Ukianza kutazama picha za utupu na kujichua, kuna namna ubongo wako unakuwa distorted. Ubongo wako unabadilishwa, ubongo wako unakuwa rewired. Ubongo wako unakuwa distorted. Ubongo wako ni kama unatumia lugha kisha nasema ni kama unachezewa fulani na unabadilishwa kutoka kwenye ile original design ya Mungu na kuleta kwenye namna ambayo haina afya kwenye eneo la ubongo wako. Kwa maana gani? Kwamba ubongo wako unageuzwa na kuanza unafundishwa kuanza kutarajia unrealistic sexual stimulation. Yani unaanza kukupa matarajio au unasababisha uanze kutarajia vitu ambavyo ili uweze kuamshwa kihisia au kuamshwa kwenye hisia zako za kingono kwa namna ambayo sio ile ambayo Mungu alitaka uamshwe nayo. Na ndio maana watu wengi ambao they are very addicted with pornography and masturbation, utagundua ile ability ya kufurahia au kutaka hata ile kutaka kushiriki kwenye mahusiano haya yenye afya, kushiriki kwenye tendo la ndoa. Watu wengi wanakuta kitu kama inakufa. Ndio maana utakubaliana mimi, kwa mfano mtu ambaye amekuwa, ndio maana wanaambiaga watu sikiliza, ndoa sio dawa ya tamaa, ndoa sio dawa ya pornography na masturbation. Wanasema mimi nikioa nitaacha pornography. Hakuna ambaye ameacha pornography kwa sababu ya kuoa. Sio kweli. Kwa sababu pornography ina rewire your brain to expect unrealistic sexual stimulation. Ndio maana mimi nina shuhuda kabisa
za watu wameoa na wanaangalia pornography na wengine wanajichua. Ninazo, sio moja sio mbili. Na uwaga naambia tukiona unayo kesi, tafuta msaada, usaidiwe, utoke, usijifiche. Tafuta msaada, mtumishi wa Mungu akusaidie. Mimi ninajua nimeshuhudia kuna mtu kabisa ameolewa. Tunamuombea, anakwambia kabisa mimi natoka kulala na mume wangu, nikimaliza naenda kujichua bafuni. Tunamuuliza sasa, wewe ina maisha mume wako akuridhisha au yukoje? Anasema yani mimi hamna, mume wangu yuko vizuri, lakini mimi kuna aina fulani ya ladha ambayo ni kama yani mume wangu hata afanyeje kuna kitu fulani afiki. Sio kwamba afiki. Pornography na masturbation inaenda kucheza na ubongo wako, inasababisha uanze kutafuta artificial sense of stimulation. Kwa tayari una affect. Ndio maana mtu yote ambaye ana masturbate na kuangalia pornography, when you are single, utakuja kuteseka ukioa. Utashangaa, utaanza kuona mke wako atoshelei. Utaanza kuona mume wako atoshelei. Sio kwamba atoshelei, wewe ndio una shida. Shata nimeeleka Joseph. Wewe ndio una shida, yeye ana shida, wewe ndio una shida. Mtateseka kwenda kutafuta mkongo, sio kutafuta manini, sio nguvu za kiume, sio ana nguvu za amna. Wewe ndio una shida, sio issue ya nguvu za, wewe ndio una tatizo. Hili jambo la pili, tuna kitu tunaita escalation. Escalation tunamaanisha kwamba ukianza kuangalia pornography na masturbation, itafikia kipindi vile vitu ambavyo vilikuwa vinakupa amasa, ashki, hisia, vinakupa utoshelevu, vinaanza kuwa havitoshi tena. Yaani kile kitu ambacho kilikuwa kinakufanya ujisikie wow, unaanza kuona kitosha. Na ndio maana niliongea hata jana nikasema kuna watu wanapoanza mara ya kwanza wanaanza na soft content za pornografia, lakini baadaye wanajikuta wameingia kwenye very disturbing, very violent, and of course sometimes hadi taboo content kuna aina fulani ya sexy activities ambazo kiukweli kwa jamii zetu hazitakiwi. Kwa mtu alianza kwa kuangalia tu mwanamke na mwanaume wanafanya tendo la ndoa, anaangalia, ghafla baadaye anasema mimi nataka kuangalia maybe labda mwanamke akiwa anajisikia raha ile aliyokuwa anaipata kuangalia kawaida, labda akiangalia wakiwa wanazini mwanaume mmoja na wanawake 6, au wanaume 6 mwanamke mmoja, ndio anasikia wow, hapa nimeridhika. Au wengine wanaangalia pornography ya uchafu, magezi, lesbianism, wengine zina ya watoto na madude ya uchafu ya namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu unatoka kwenye ile level ya kawaida normal, unaenda kwenye escalation level. Lakini wakati mwingine hiki kitu cha porn driven dopamine inasababisha kuna kitu inaitwa erectile dysfunction, au kwa siku hizi mnasema upungufu wa nguvu za kiume. Japo watu wengi wanachokiita upungufu wa nguvu za kiume quote and unquote, au kweli sio upungufu wa nguvu za kiume. Wengi hamna. Naomba nisiongee hivyo vitu. Lakini nasema kweli kabisa, mtu anayeangalia pornography na anayejichua atakuja kupata tatizo la erectile dysfunction. Yani dopamine desensitization can lead to porn induced erectile dysfunction. Yani kuna mtu mwingine hata mke wake awe utupu hapa wala sense chochote mpaka angalie pornography. Yani mpaka angalie pornography. Yani namaanisha hivi, yani kwamba kuna mtu hawezi kushiriki tendo la ndoa na mwanamke au mke wake au mwanaume mpaka ametazama pornography, ndo zinamwamsha ndo anashiriki. Hiyo inaitwa erectile dysfunction. Na kuna wengine wamefika pabaya zaidi, anashiriki tendo la ndoa na mke wake, lakini kichwani mwake anamuwaza mtu mwingine kule nje, au anawaza vitu fulani viovu, au anawaza yani anaona mwanamke hapa huyu, lakini yani akili yake haipo kwa huyu ili aenjoy. Nje hapo akiwa na huyu aenjoy. Ndugu yangu, una shida na tatizo kubwa, umeangalia pornography na masturbation. Huo ndio ukweli. Lakini pia kitu kingine, porn induced dopamine inasababisha upoteze motivation katika maisha. Loss of motivation. Mtu ambaye utakubaliana na mimi, mtu ambaye ana masturbate na kutazama picha za ngono, si nimekwambia kunakuwa na release of flood of dopamine, kunakuwa na mwagiko wa mafuriko ya dopamine.
na akishafanya ile tukio lake kunakuwa na dopamine clash. Sasa high dopamine clash inasababisha wewe usienjoy kufanya hivi vitu vya kawaida vya maisha. Si unakumbuka niliwaambia kwamba dopamine ndio inakupa motivation ya kufanya vitu? Si nilikwambia hivyo? Tunafanya vitu kwa sababu ya rewarding fulani. Sasa rewarding ambayo yani ile reward ambayo ni kama unahisi unaipata kwenye program of motivation ni kubwa sana kuliko reward ya hivi vitu vya kawaida hivi vya kawaida. Yaani kuna mtu mwingine ndio unashangaa mtu mwingine akianza kumasturbate anakuwa ana tena vibe tena na shule. Mwingine hadi kazini anaanza kuzingua. Wakati mwingine hadi kusoma, mwingine kuomba. Yaani anaona ndio maana mtu mwingine sio pepo, yani ajisikii ile vibe, yani aoni kuomba akumpi ile amsha, yani ajisikii kwamba kuna kitu nakipata nikiomba. Kusoma vitabu, kufanya vitu vya kiroho, kufanya vitu vya kawaida. Mwingine hata kuhusiana na watu hivi, connect na watu. I'm bored. Ndio maana mtu yote ambaye ameaffectiwa na pornography na masturbation hapendi hata kukaa na watu. Anapenda akae peke yake ndani. Kwa sababu hivyo vitu vingine aoni kama vinamuamsha, yani motivation zinakatika. Tumeelewana vizuri? Kwa loss of motivation. Shaanza pornography na masturbation, utapoteza shauku ya kufanya vitu vingine vya nani? Kwa mzembe kwa yani mtu fulani hivi hata ueleweke. Lakini pia inakuja aibu, isolation. Wakati mwingine mtu ndio unakuta mtu akishaanza masturbation ghafla anajikuta anapata shida kwenye upande wa kiroho, anapata shida kwenye upande wa kisia, na wakati mwingine anakuwa anajifeel guilty, shame, na anaanza mtu ambaye ana masturbate na pornography anaweza mara kwanza alikuwa anaenda mbele za Mungu anaomba msamaha, Mungu naomba unisamehe, na hujashia kuomba, lakini baadaye akishafanya mara nyingi anaanza kuwa hawezi tena kwenda mbele za Mungu, anaanza kupata shida na withdraw from God, sometimes ana withdraw from people na vitu vinavyofanania na hayo, na inapelekea hatua ya 3, spiritual paralysis. Mtu anapoa kabisa kiroho. So porn does not just kill dopamine levels, inaua shauku yako ya mambo ya Mungu, na inafungua milango ya utendaji kazi wa nguvu za giza. So umeshaona hapo namna ambavyo madhara makubwa ya porn driven dopamine addiction inaleta hii shida. Na ukweli kabisa, sio tu hii kitu, sio tu kwa ajili ya porn tu, na hata vitu vingine, addictions zingine. Huo ndio ukweli. Lakini kwa sababu tunadili na porn, basi tuache tuongelee kwenye pornography. Lakini ukweli it is more than that. Inaweza kuvuka hata mahali hapo. Lakini ninakuombea katika jina la Yesu, Bwana akusaidie uvuke jumla kutoka kwenye hilo shimo katika jina la Yesu. Sasa kwa siku ya leo nataka nikupe maelekezo na maagizo ya kufanya. Jambo la kwanza, kaa chini uandike listi ya emotional triggers zinazosababisha uanguke kwenye pornography. Yaani nikisema emotional triggers na maisha hivi, watu wengi nimegundua wanaanguka kwenye pornography kwa sababu ya aina fulani ya hisia. Kwa mfano, kuna mtu mwingine anaanguka kwenye pornography kwa sababu ya upweke. Yaani kuna namna anajisikia upweke, yaani akifeel loneliness kidogo anajikuta ameingia pornography. Kuna mwingine akifeel kuboleka, boredom, ameboleka, akiboleka tu anaingia pornography. Mwingine akiwa na hasira anaingia kwenye pornography. Mwingine akiwa na stress anaingia kwenye pornography. Mwingine akiwa na furaha sana, yani kitu kitokea kimemfurahisha, akija kushtuka ameingia nini? Kwenye pornography. Na kuangalia masturbation. I'm telling the truth. Yani emotion issue ya hisia inahusika sana kwenye pornography. Zamani kwa sijuaje ya mambo. Ukijiambia uko utagundua, yani hapa nikiona watu wanaongea, utagundua yani issue ya mtu kuangalia pornography na masturbation niko predictable. Yani mwenyewe anajua, anaweza akakwambia hapa anakoelekea anaenda huko. Yani akisikia labda amepata stress kazini au amefeli mtihani au kuna kitu akifungwa akili, kichwani mwake kinachomjia kichwani ndio pornography. Sasa kila mmoja ana trigger yake. Yani hii emotional trigger ziko tofauti. Kuna mwingine akiwa na hasira nyingi, mwingine akiwa na furaha sana, mwingine akiboleka kazini. Sasa unabidi ukae sasa chini, jiambie ukweli kwamba mimi juzi ile wiki iliyopita nilifanya pornography, hii sababishwa nini? Ule mwezi uliopita. Afikisha jiambia ukweli, ukishajua trigger yako ni nini, kaa chini tena utengeneze mpango mkakati
wa kujua namna gani ya kushughulika na hiyo emotional, hiyo hisia bila kuangalia pornography wala kujichua. Yani okay, labda mimi nikiwaga na hasira ndo naangalia pornography, sivyo? Sasa jambia ikitokea na hasira nitafanya nini? Badala ya kuangalia pornography na kujichua nitafanya nini? Mwingine atasema nikiwa na hasira nitavaa zangu jezi, nitaingia zangu uwanjani na kucheza mpira. Mwingine nikiwa na hasira nitachukua mafundisho ya Pastor Skaka naanza kusikiliza. Mwingine nikiwa na hasira nitafanya hivi, nitafanya hivi. Sasa wewe jiambie, sasa wewe nikiwa na furaha sana ili nisiangalie pornography nitafanya hivi. Kama umenielewa sema amina. Lakini jambo lingine nataka ufanye maamuzi sasa ya kwamba ndani ya hizi siku 7 zinazokuja, for the next 7 days, acha kukaa kwenye social media nyakati za usiku. Yaani jipe utaratibu. Mara nyingi nimegundua watu wengi wanaangalia pornography na masturbation wakati wakiwa peke yake, wapweke, when they are idle, na wakiwa mara nyingi usiku. Watu wengi hasa usiku. Sasa kwa sababu mtu hana cha kufanya anaingia huko na sasa jipe ratiba kwamba okay, mimi ikifika saa 4 kuanzia leo nakuwa siingii mtandaoni. Yaani siwezi kaingia tu YouTube ikifika saa 4 lazima simu yangu naendelea na mambo yangu. Hamna. So jipe likizo ya kutumia social media usiku. Kwa muda wa siku 7 zinazokuja. Maombi ya leo, ombi la kwanza itatoka kwenye Zaburi 139 mstari wa 23 mpaka 24, lakini pia Wafilipi 4 mstari wa 8, na utamuomba Mungu, mwambie Mungu, takasa mawazo yangu na utakase kumbukumbu zangu. Takasa mawazo yangu mbali na pornography na matukio yote ya zinaa. Kila kitu kwenye memory yangu ambacho kilikuwa kinahusiana na mambo ya pornography na masturbation, Mungu nitakase. Kumbuka tumesema kuna kitu fulani kimekuwa temporary kwenye memory yako na dopamine ile. So mwambie Mungu nisaidie. Mungu anaweza kufanya, Mungu ashindwe, anaweza kurudisha hizo kwa vizuri. Omba kwa kumaanisha. Prayer point ya pili, Zaburi 119 mstari wa 9 mpaka wa 11, lakini pia Wakorinto wa pili 10:3 mpaka 5, lakini pia waraka wa kwanza wa Yohana 2:15 mpaka 17, lakini pia Petro wa pili 2:10 mpaka 12, lakini pia Tito 2:11 mpaka 12, lakini pia Tito 2:22. Haya maombi maandiko yote ukae ukayasome, alafu ndo utengeneze ombi. Mwambie ninafunga kila mawazo ya tamaa, ninafunga kila mawazo ya uchafu, ninafunga kila mawazo mabaya, ninayanyamazisha kwa damu ya mwana kondoo. Omba hiyo prayer point kwa kumaanisha. Lakini prayer point ya 3, Wakorinto wa pili 10:3 mpaka 5, jitangazie uhuru mbali na kila mental torment, shame and addiction. Jitangazie I'm free, ninavunja kila gereza kwenye ufahamu wangu, ninavunja kila ngome ya mawazo mabaya, navunja kila ngome ya addiction. Na prayer point ya 4, Ufunuo 12 mstari wa 11, nataka uende ukashughulike na kila ndoto ya kipepo za kuota unazini, za kuota unaangalia picha chafu za ngono kama matokeo ya uraibu, na uamuru zishike moto, na kila roho iliyo nyuma ya hizi ndoto ishike moto kwa damu ya Yesu. Kwa shughulika na mandoto machafu hayo, ni mlango pia wa adui kuweza kuharibu maisha yako. Otherwise, Bwana Yesu akubariki. Remember, tunasoma kitabu cha kwa nini usinaswe kwenye pornografia na kwa nini usinaswe kwenye shimo la kujichua na kutazama picha za ngono cha Pastor Skaka Chaura within this week, na unaweza ukanifuatilia pia kwenye social media zote kwa jina la Pastor Skaka Chaura ukapata masomo mengi zaidi ya haya ya kujifunza na kujengwa katika jina la Yesu. Amen.